الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الجن والبشر أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye ndiye ambaye kwamba anatujalia sisi au mimi na wewe kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu, mwezi ambao kwamba una neema na baraka ndani yake, mwezi ambao kwamba una sharafu ndani yake, mwezi ambao kwamba una neema nyingi tofauti ndugu Waislamu. Hapana budi sisi leo kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema alhamdulillah. Tusemeni alhamdulillah, kumshukuru Allah Jalla Jalaluhu. Yeye ndiye ambaye kwamba ametujalia sisi kuamka siku ya leo, siku ambayo kwamba ni tukufu zaidi, siku ambayo kwamba ndani yake ina baraka na neema, siku ambayo kwamba kesho ya Kiyama mtanakuulizwa, ewe mja ulipewa siku tukufu, awe mja ulitekelezwa siku tukufu, siku ambazo kwamba ndani yake kuna mwezi mtukufu. Mwezi kama huu, siku za 10 za kwanza ni siku za rahma. Mwezi kama huu, siku la pili ambalo kwamba ni 10 la pili za 20 ni siku la maghfira. 13 ambalo kwamba la mwisho na watu wanaotoa na moto, aitukum minan nar, ni siku ambazo kwamba ndugu Waislamu, mimi na wewe tuwafaa tutekeleze ibada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuja kumtekelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala maamrisho ambayo kwamba ametuamrisha nayo. Je, tujiulize sisi Waislamu tutekeleza mambo kama hayo au tufuate ibada kama hizo au tufuate maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha nayo? La. Leo tuangalia mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayamilishi, sisi ndio tufanye leo. Mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajafurahika nayo, sisi ndio tufanye kama hayo. Tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, tukumbukeni kuna mambo ambayo kwamba kesho tutaenda kuulizwa. Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza yaumul qiyama, yaumul mahshar, jua ambalo kwamba litakuwa katika utosi. Macho haya mawili yatasimama hapa katika utosi. Je, ni nani ambaye kwamba hataki kwenda katika atakwenda mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa ana dhambi au akiwa ataenda kupewa kitabu chake cha mkono wa kushoto? Ndugu zangu Waislamu, fa aina tadhhabun, tuenda wapi sisi ndugu zangu Waislamu? Turudini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutekelezeni mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha nayo katika mwezi mtukufu kama huu. Kuna mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe anaridhika nayo, mambo ambayo kwamba ukifanya moja malipo 70, katika miezi mingine swala moja malipo 10. Lakini sahihi mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi kama huu, ukifanya swala moja malipo 70, nalipwa neema 70 au nalipwa thawabu 70, ambazo kwamba thawabu zile katika miezi mingine ya juma huwezi kupata thawabu kama hizo. Ni swala moja 10, ndugu zangu Waislamu. Mwezi mtukufu kama huu una mambo ambayo kwamba kumfurahisha mwenzako au kufurahisha ambao kwamba si matajiri, kufurahisha maskini, wale ambao kwamba ni masakini. Ndugu Muislamu, atakana yule Muislamu mwenzako ambao kwamba ni maskini, hana uwezo wa kutoa zaka ama hana uwezo katika nyumba yake, afaa ndugu yake Muislamu afanyaje? Amsaidie. Lakini sisi leo matajiri kwa matajiri ndio tunapatiana zaka kama zile, matajiri kwa matajiri ndio tunaonekana katika majumba, matajiri kwa matajiri ndio tunaonekana katika mahoteli, mambo ambayo kama tunafanya hayamridhishi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, turekebisheni mambo ambayo kwamba kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataridhika nayo, au Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho ukienda kupata kitabu chako atakupatia mambo haya. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi. Kuna mambo ambayo kwamba Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake hawaridhii. Mambo sisi leo tunaofanya, tuna neema kama hizi, neema tukufu ambazo kwamba kesho ukienda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ulipewa neema ambazo kwamba
ukutolea jeshi lako, neema ambazo kwamba ukutoa shilingi yako, neema ambazo kwamba ukuzikimbilia wewe mwenyewe, neema tofauti. Kuna neema ya macho, neema ya masikio, neema ya pua, neema ya miguu na mkono wake, neema ya macho na kusikia, mdomo pia neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikupatia bila hisabu. Tukianza kuhesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tutafika wapi ndugu zangu? Tuangalie katika kisa kimoja ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala au mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikuwa akipita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akapata mabinti wawili. Mabinti kama wale walikuwa wanazungumza wakizungumza mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu. Mambo kama yale Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita mabinti kama wale, ta'ala hunaka, akawaita mabinti kama wale akamwambia, njoni karibu tusikizane. Mabinti kama wale akaenda kusikizana. Naam ya Rasulullah. Akauliza, je, nyinyi mko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mmefunga? Akasema, naam ya Rasulullah, sisi tumefunga. Kwa nini ya Rasulullah? Akauliza tena mara pili, je, mmefunga? Mabinti kama wale hawakuwa na shaka, hawakuwa na wasiwasi. Akasema, naam ya Rasulullah, sisi tumefunga. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Ndugu zangu Waislamu, ni aya ambayo kwamba ina huzuni ndani yake shekhe. Ni aya ambayo kwamba sikitisho sana. Mabinti kama wale wakaulizwa mara tano na Rasulullah, je, umefunga? Akasema, naam ya Rasulullah, sisi tumefunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam, leteni dish, kwa lugha sasa ni kibakuli. Kibakuli kile ambacho sisi tuosha mikono wakati wa maghrib au siku zingine tofauti tunaenda kuosha mikono tukienda kula chakula. Mabinti kama wale akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja basi tapikeni hapa. Akamwambia Rasulullah, sisi tumefunga. Wakatapika. Kutapika ni nyama ambazo kwamba leo ukiambiwa ule nyama maiti utakula kweli? Ni nyama ambazo kwamba ni za maiti, mtu mwafu, mtu aliokufa. Ndugu Waislamu, mabinti kama wale kama Rasulullah, nyinyi hamjafunga. Ilikuwa masengenya, ilikuwa mwana nyama ambazo kwamba ni tofauti. Nyama si ya mtu alikuwa hai, ni nyama ambayo kwamba ni mtu aliyezikwa. Ndugu zangu Waislamu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye kwamba kesho ataenda kutusamehe. Yeye ndiye ambaye kwamba kesho ataenda kutupa maghfira. Yeye ndiye ambaye kwamba kesho ataenda kuomba sijida kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mpaka tuombe msamaha. Na ni umma ambaye kwamba kwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni umma bora. Sisi Waislamu ni bora. Hakuna mwingine kama sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujue mambo ambayo kwamba yatayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Funga na kufunga, kaza kama na kukaza, lakini ujue ukiteleza kidogo tu, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuulizwa, ewe ndugu yangu Ibrahim, awe ndugu yangu Suleiman, awe ndugu yangu Muhammad, ulikuwa ukifanya nini ya ndugu yangu? Ulikuwa ukitenda mambo gani ya Rasulullah? Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa nikifunga, mimi nilikuwa nikitoa zaka, mimi nilikuwa nikisaidia maskini, mimi nilikuwa niko mbele katika mstari wa kwanza katika tarawih au katika swala zote, mimi nilikuwa stoki msikitini, mimi ndio muadhini. Lakini mambo ambayo kama unafanya hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie hicho kingine ambacho kwamba ni mwanamke alikuwa adui au mwanamke aliyosema ni kafiri. Alikuwa kafiri mkubwa. Mwanamke kama yule alipita mahali na uovu wake wote. Kupita mahali kama ile alikuwa anasikia kiu. Alitembea masafa marefu. Sisi leo masafa yetu kutoka hapa mpaka tuseme Nakuru ni kipande cha gari. Umesusana na sema moja gari mzika. Lakini mwanamke kama yule au binti kama yule alitumia masafa kwa mguu wake mwenyewe kufika mpaka mahali apate maji. Binti kama yule kufika mahali kama pale akapata kisima kama kile, maji ni chini. Sisi leo tutatumia vidoo, kusema vidoo ama vikopo vya kutekea maji katika kisima. Hii ndio njia rahisi ambayo tutapata tutajisaidia bio na maji. Binti kama yule akatoa chake kimoja akashuka mpaka chini katika kisima kile, akataka maji, akanywa. Akatoka kutoka kwa mwana na mbwa ambapo majibu ni najisi. Jibu kama yule ni najisi. Jibu kulala unafaa kuosha najisi yake mara 7 6 moja na mchanga. Ndugu Muislamu,
Tukueni hikma ya huyo mama au hikma ya huyo msichana. Alijua mimi nimetoka nitakapotoka. Kule nilipotoka mpaka kufika hapa nimepata, alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, nimepata maji, kiu yangu imeisha. Je, na hayawani naye ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kiumbe kimeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kiumbe ambacho kwamba lazima kile, lazima anywe, lazima afanye haja zake zote. Binti kama wale kama nimesema tena, akachota maji, akarudi nacho katika kile, akachota maji ambapo kwamba yule jibu na at least apate kuteremsha ile kiu yake, aende na masafa marefu. Ndugu zangu Waislamu, sisi tuenda wapi leo? Tuaenda kwa nani leo? Tukienda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, tutamjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu Waislamu, mambo ambayo kwamba yatamridhisha Allah Subhanahu katika majumba yetu, tuacheni fitna, tuacheni kusengenyana, tuacheni hikdi, tuacheni chuki ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haridhiki na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga mawe kweli, alipiga mawe mpaka Taif. Watu wa Taif walipiga mawe, yule kijana akaenda kumsaidia kusema, ya jamani, ewe ndugu zangu, macheni huyo, nipigeni mimi mawe, au macheni huyo, msimpige mawe. Ya Rasulullah, ewe Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga mawe. Ni mtume ambaye alikuja, alikuwa na shoma nyingi, alipata mambo mengi ambayo hayakumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu, lakini alivumilia, lakini alipigana kupigania dini. Na ilikuwa ni dini ambayo ina fitna, chuki, hikdi, kinyongo, lakini mwisho wake ilisimama la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kile basi Mwenyezi Mungu Subhanahu kilisimama mwisho wake. Je, mimi na wewe kwa nini tusuluhishe dini? Je, mimi na wewe leo tusitoe da'wa? Je, mimi na wewe leo kwa nini tusilinganie wenzetu ambao ni Waislamu? Ndugu zangu Waislamu, Uislamu si kuja kupiga majambi hapa kuswali. Unakuja kusimama imamu kitingia kiblani, unafuata nyuma, au imamu akisema Allahu Akbar na unafuata. Si hivyo ndugu zangu Waislamu. Imani yako Muislamu, pigana na dini Allah Subhanahu, utetee haki ya Muislamu wenzako, ndio kesho utaenda kusimama la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kesho mbele ya mahakama utatetewa na ile kalima la ilaha illa Allah uliyotolea Mungu. Lakini leo tuko tofauti. Tuaja tunapiga raka 2-3 tukishinda. Hata ukikosea ujui, hujali wewe swali. Hujali wewe umefunga. Hujali wewe umetoa zaka, tasamehewa. Nani atasamehe? Babako. Hakuna kusamesha wewe ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Wao ndio watakao kwenda kutuombea shufaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasimama kirende, au atasimama ilivyo takanamo sawa sawa, ndio tupate dini ya Yesu, ndio tupate msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi leo Waislamu, sisi kwa sisi Waislamu tuchukiana, sisi kwa sisi Waislamu tunachiki, sisi kwa sisi Waislamu tukienda kinyongo, sisi kwa sisi Waislamu tufukuzana majumbani. Twende wapi ndugu zangu? Hakuna mambo kama hayo. Hatutaki kufanya hivyo sisi Waislamu. Tutakana tusimame na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dini ya kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hakuna dini nyingine yoyote isipokuwa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo pekee yake. Si ile kuna dini Katoliki, si ile kuna dini ya Kristo, si ile kuna dini ya pasta fulani. Ndugu zangu Waislamu, iko wapi dini hiyo? Ndugu Muislamu, tujue tuko na mwezi ambao kwamba watukabili na kumalizika. Ni mwezi ambao kwamba umebakisha siku machache. Ni mwezi ambao kwamba ni itqu minan nar, mwezi wa tukufu la mwisho, 10 la mwisho. Ni 10 ambalo kwamba utaenda kuulizwa kwa Allah Subhanahu. Je, ulipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ulipata nini gani katika makumi yale, au mathalan 30 zile ulipata katika 10 bora gani? Hawana kujibu. Leo ukiulizwa na rais au bosi wako kwambia, kijana Muhammad, wataka kufanya nini katika maisha yako, au nikutengenezee nini katika vitu vitatu vimeko pale mbele, gari au nyumba, au upewe shamba, au upate msichana wa mfalme,
Mimi nafikiri ndio jambo tukimbilia gari au nyumba. Kwa nini ukimbilia gari ambapo ni gari ya dunia? Ni mali, al-malu wa banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dunia ni fitna na vilivyomo ndani zake zote ni fitna. Vilivyomo ndani ya dunia au vilivyomo ndani ya ulimwengu, kwa ulimwengu umesimamishwa pasina kiwiziwizi. Kama leo tuna msikiti umesimamishwa na pila mbili, lakini ulimwengu huu ni mduara ambao kwamba hauna hata kiwiziwizi kimoja, na ulimwengu huu umebeba ulimwengu mwingine juu yake na mwingine na mwingine, ni mpaka zifike ardhi saba na mbingu saba na mbia ndio Muislamu. Ukipewa mali na bosi wako, wewe ni Muislamu, tuangalie kisa ambacho kwamba ni maarufu, kisa ambacho kwamba sisi leo Waislamu wenyewe tuko na mishahafu na majumba, tuko na vitabu vya Allah Subhanahu wa ta'ala na majumba, tuko na mambo ambayo kwamba tuweza kufanya tukamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na masahaba zake na malaika zake. Kulikuwa na bwana mmoja yeye ni mfalme na binti yake na mke wake na wafanyakazi wake. Kila anakuja pale na wafanyakazi wanakula, kila mwezi wafanyakazi analisha wafanyakazi. Akaja mfanyakazi mmoja ambaye kwamba alikuwa mshukrani na imani yake. Mfanyakazi kama yule alikuwa ndio mara ya mwisho kufuturu pale au kulisha chakula kama kile, lakini ni maskini shehe. Mfanyakazi kama yule alipata ziko hela, pesa, sio pesa shilingi 1000, mapesa. Akachukua msahafu, zile pesa akazitumbukiza na msahafu, akarudisha pale pale msahafu. Bwana kama yule mfalme akapiga ziara zake, akasema hapa pesa leo hakuna. Kaambia bwana wewe, kutoka leo wewe, akapiga na mafikiri, akasema mwizi yule aliyojapa na yule mwizi wa kwanza. Yule alitoka jana anafikiri aliiba zile pesa. Bwana kama yule akaja siku yake ilipofika kufuturu tena au kulishwa, maskini kama yule ilipopiga raundi kurudi pale kwa mfalme kula, mfalme kama yule anataka sikiza mwambie, hapa kwangu kulikuwa na pesa juu ya meza na bibi yangu ile pesa juu ya meza, akiangalia zile pesa kama zile hakuna. Kwa wewe ndio mwizi. Alibandikizwa mambo ambayo kwamba hakuna shehe. Yule alifanya mara mwema kujua kweli nyumba hii sisi msafu tunao tele mpaka batini. Mpaka mwingine anaweza malala kabisa. Lakini je, wasomea? Bwana kama yule akamwambia, wewe mfalme wangu bwana, nilikuwa nimejaribu imani zenu. Pesa zenu sikuziba. Pesa zenu zilikuwa ndani ya msahafu. Ndio tukajua nyumba nyingi zilikuwa ni sawa, lakini haisomewi. Ndio kwa chanzo cha wale kule bwana kusilimu mfano kama yule. Lakini je, huyo ni mfano mdogo tu, ni mfano kwamba kesho tusimamishwe na wewe na Mkristo au tusimamishwe wewe na kabila lingine, utaweza kusilimisha kwa mambo yako machache. Unaweza kupata dawa ambazo kwamba atalingana au maneno mazuri alingana kama wewe. Shekhe, ni kazi ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia kazi. Kwa nini mimi tushindwe? Masahaba walikuwa katika pango wakiambizana kwa siri, wakitafuta marafiki zao, wakiona kwa maneno wakipata dawa. Na wale unatoka tena wanaitana mmoja mmoja mpaka mwisho ikawa ndio kilima cha la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Kisimama sawa sawa. Jamani, ndio sema takbir ya Allah. Wasalamu takbir. Allahu akbar. Wasalamu takbir. Allahu akbar. Tujue mambo ambayo tunafanya, tufanye tumridhishe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo ambayo tunafanya tufanye Mwenyezi Mungu na mtume wake na msoma zake waridhike. Usimridhishe mtu shehe, usimridhishe binadamu mwenzako shehe, usimridhishe ambaye kwamba sio mwenzako shehe, ridhishe Mola Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, waridhishe masahaba na mtume wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu. Tukiridhisha wale, basi tutapata thawabu, tutapata neema, utapata baraka na neema zake, utapata mambo mengi ambayo kwamba ukutarajia katika dunia hii. Ndugu zangu Waislamu,
Leo tuko, kesho hatuko. Hatujui wapi tutafikia, hatujui wapi tutakomea. Kwa hiyo tuomba sisi Waislamu tushikamane kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tushikamane kamba ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndio utaona faida. Ndugu Waislamu, haya machache ambayo tumezungumza, ama haya machache ambayo tuambiana, sio kwa kwamba nina elimu sana au sio kwamba nina jua sana, ila nimesoma nikajua nikasomesha wengine. Na pia pale niliposoma au hapa nilipozungumza, lao utakuwa nimekosea, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala samehe. Na pale nimepata, pale nitakuwa nimepata, basi mtawafiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye ametupatia neema tofauti. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye ametujalia mambo ambayo kwamba tutastahili kufanya leo. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie somo zetu ziweze kukubaliwa fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma ashfi marana wal muslimin. Amin. Warham jami'al muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Rahmatika ya arhamar rahim. Amin.